leo mwanangu umetia kunivalia kabisa hereni. Kwa hiyo umekuwa kama dada yako sasa. Ha? Kwa hiyo umekuwa dada yako sasa. Na dada yako naye atavaa nini? Mioyo imeachwa simanzi, iwapi mama tukuoni? Tukuoni tena. Ulipofariki mama, wakaja ndugu wenye tamaa. Zile mali uliwacha walichukua. Yaani nikikutazama unanitia kichefu wewe mwanamke. Sijui kakaangu alitoa wapi takataka kama wewe. Yaani nasema hivi, hapa nyumbani kwetu utaondoka. Mshenzi mmoja wewe. Naomba tu kukumbusha kitu kimoja. Wewe ni mwanamke mwenzangu, si ndio? Halafu umetoka huko ulipotoka, umekuja hapa, naona huko ulipotoka yamekushinda. Mimi hapa nipo nyumbani kwa mume wangu. Sawa eh? Kwa hiyo mipango yako ya kutaka kuniharibulia mimi ndoa yangu, dada umefeli. Pia naomba tukujua. Kuna siku labda nimesha kukujibu vibaya, tukakorofishana mpaka tukavunjiana heshima, tukadundana labda. Kuna hiyo siku ilisha kutokea labda ukaniambia. Sasa ni hivi, unayonifanyia humu ndani na wewe atakuja kukurudi. Iwe isiwe, malipo ni hapa hapa duniani. Dua lako kwa limpati mwewe. Alokuambia kwamba mimi na shida ya kuolewa ni nani? Umeolewa kwa shida zako, sio za kwangu. Shenzi wewe. Unanichekesha sana. Hivi unadhani kwamba Mungu ni shemeji yako eh? Au Mungu ni mjomba wako kwamba utamuhonga hela ili maisha unayoyataka wewe ndo akuandikie kwamba ndo yatakuwa hivyo unavyotaka? Sasa nisikilize. Yaani natamani siku moja nishuhudie harusi yako, yani live hivi kabisa, mtu kaolewa. Halafu nije nyumbani kwako nione maisha unayoishi. Kama yanafanania na mimi unavyonifanyia humu ndani. Lakini sikuombei mabaya. Unajua kabla sijaja hapa, yani mimi nilishawahi kujiuliza kwenye akili yangu, ninapoolewa naenda kule nitapokelewaje? Akili yangu kumbe ilikuwa inanidanganya kwamba nitapokelewa vizuri, nitaishi na ndugu wa mume wangu vizuri, tutapendana. Kumbe nilikuwa najidanganya. Ila mimi sina mengi sana kuongea. Jua kwamba malipo ni hapa hapa duniani, na siku moja Mungu atasimama na mimi na nyie mtamjua nani mbaya na nani mzuri. Mshenzi wewe, nasema hivi, hapa nyumbani kwetu utaondoka. Mpumbavu mmoja wewe. Labda sio mimi. Bwana Mkalamu. Kweli Mungu ana makusudi yake. Katukutanisha kama utani. Mbona vipi leo uko mtaani? Hujaingia ofisini? Leo niko mtaa huu. Kuna mtu nimeelekezwa anaishi hapa katikati ndio nilipotoka hapo. Ni dalali. Na nimetoka nyumbani kwake sikumkuta. Sasa Bwana Mkalamba, dalali wa nini? Hao ni hawa watu wanaotafutia nyumba, watu hao kutaka chumba na kutafutia. Bwana Mkalamba. Mwanasheria kabisa, ni maana unataka kuniambia bado hujajenga? Naomi, mbona hujamuita ndugu yako Kichepe aje tule? Jamani mama na wewe jamani. Sisi ni mtu mzima lakini si anajua kabisa sasa hivi ni muda wa kula. Haya basi, ulizike. Wewe Kichepe? Kichepe? Naam. Naam.
Yaani mambo gani leo umeipikia? Ina ubaya gani imbo? Mimi mambo kama siyapendi bwana. Na unajua kabisa lakini makusudi tu unanifanyia. Mimi nakujua wewe unapenda sana nyama za kukaanga. Ndio maana watoto sasa hivi hamna nguvu kwa kupenda michipsi na nyama za kukaanga. Mbona viazi havijaiva? Nani kapika? Alafu kichepe. Kwa hiyo leo mwanangu umetia kunivalia kabisa hereni. Kwa hiyo wewe umekuwa kama dada yako sasa. Kwa hiyo umekuwa dada yako sasa. Na dada yako naye atavaa nini? Mama, mbona kila siku unanitafuta maneno? Nataka ni uongee hapa ni kujibu vibaya uanze kulalamika. Nimebaki lipstick sasa mdomoni tukuone baba wewe. Na makeup tukuone ulivyopendeza. Alafu tukamchukulie kijora kabatini tumpe avae. Nilisahau na kijora cha 3. Hivi hereni zimeandikwa, kuna mali zimeandikwa kuwa mwanamke ndo anatakiwa avae hereni tu. Kwa hiyo hivyo ulivyofanya ni sahihi. Wewe ulishapata kuona wapi mtoto wa kiume katobolewa masikio akavishwa hereni? Masikio wanatobolewa watoto wa kike. Kuja tu nikae kimya. Unaanza kujibu vibaya uanze kunilalamikia. Leo nimefurahi kweli wote kuwepo hapa mezani. Kasoro baba yenu tu ndo amekosekana. Hivi wanangu, hivi mnadhani alichokifanya kaka yenu Mashimba ni sahihi? Kwa nini mama? Kwenda kutuolea mwanamke ambaye tayari amekushazaa huko kwao. Kutuletea damu ambayo sio ya kwetu. Ndio vizuri hivyo. Sisi wote nitakuwa tuige kutoka kwa bro. Makubwa. Alafu nikwambie kitu. Kuna neno nilizungumzia, naomba unitue na mdomo wako. Usinitafute. Ama hereni yako usijione kwamba ndio umeshakuwa mkubwa kwa sababu unavalia watu wa hereni hapa nyumbani. Wenzako wanaolewa. Kaolewa na wewe. Kwa hiyo na wewe tena utakwenda kuniletea mwanamke ambaye tayari ana mtoto. Kujenga unajenga kitu gani? Nyumba zimejaa mjini. Kwanza kujenga ni woga wa maisha ndugu yangu. Nyumba kibao tu unajenga kitu gani sasa? Tatizo hilo. Anyway, kwa kuwa umefika pale umesema umemkosa, mimi nafikiri ili jambo acha nikaliingize kwa wadau. Si unajua pale emotion kazini kwangu. Ya toka ingia. Ukimpata basi sawa. Lakini pia usipompata mimi nikafanikiwa, inshallah. Sasa mimi dalali wa nini tena? Nishakutana na wewe ndugu yangu, umeshaniambia kuna watu hapo ambao ni wadau wanafanya hizo kazi watanitafutia. Mimi naamini utapata kuliko dalali, kitu kizuri kuliko dalali. Kwa sababu lakini pia nilikuwa nahitaji nyumba yenye muonekano mzuri kwa nje, alafu pia kwa ndani. Iwe na rangi nzuri, muonekano mzuri na iwe na choo ndani. Sio haja imenishika mwanasheria na kopo langu nje kule. Aibu. Mwanasheria usiwaze. Wala usijali kabisa. Mimi nafikiri kwa kuwa hilo swala mwenyewe nimetambua, talifanyia kazi. Unaona? Mimi nimetoka pale kuangalia tenda mara moja na wahi hapo kazini kwangu. Haina shida, mimi tutawasiliana. Maana mwenyewe nilichopoka. Alafu Mashimba. Umeongelea tenda, kuna kitu umenikumbusha. Pale ndani bana na viti vyangu vile vina muonekano wa kizamani. Masofa yale. Na pia kuna siku nilipita pale ofisini kwako. Niliona vitu vipya new model. Nikatamani sana. Kwa nini tusibadilishe vile vitu vyangu vikaja muonekano wa kisasa? Bwana Mkalamba. Mambo yangu hayo kama wewe ulivyosomea wanasheria. Na mimi ni hivyo. Hii kazi nafikiri nimeisomea. Alafu mwenyewe nafikiri ulipita pale kazini. Ukamkuta yule blaza yangu yule machachali yule. Kwa hiyo mimi nafikiri tamchukua nitakuja naye mpaka nyumbani. Hivi unaishi sehemu gani? Mimi naishi hapa katikati tu. Hii barabara kubwa ukifuata moja kwa moja kwa mbele pale. Kuna njia ya kwanza mkono wa kulia, ya pili, ya tatu. Nyumba ya kwanza, ya pili. Na hata mtu yoyote tu anayekaa maeneo yale ukimuuliza kwa mwanasheria ni wapi anakuleta mpaka nyumbani. Sasa kwa hiyo tutawasiliana. Mimi nikishakuwa tayari nitakupigia simu. Sawa. Hamna shida. Haya. Mama. Kuoa mwanamke mwenye mtoto. Yule mwanamke anakuwa amekomaa kiakili. Hata akija hapo, si unaona sasa hivi yuko pale na bro. Maisha yatakuwa vizuri. Hakutakuwa na shida yoyote wala msukusuko wote wa ndoa. Na hamna mtu mwenye akili ndo anayeoa na ndo anayeolewa. Ila kama una akili huwezi kuolewa. Kwa hiyo binti ambaye hajazaa akiolewa akili yake haijakomaa. Mbona mimi nimeolewa na baba yenu sina hata mtoto wala kijitoto?
Watoto nimekuja kuwapatia humu ndani. Muone kama huyu kazi yake tu ni kula ugali na kufuga tu last hapo. Kuolewa? Atazeekea hapa huyu. Mama, nishakwambia ongea na mtoto wako. Mtampiga huyu. Msinione kwamba yeye ameshakuwa sasa hivi ameshaanza kuvaa na maeredi, akajiona ameshakuwa. Mtampiga. Haya. Sasa Mungu jana nikwambie kitu. Mimi hapa nitaoa mwanamke mwenye watoto hao 2 au hao 3. Ndio familia yangu itakuwa vizuri. Afu tutakuwa tunaongeza watu. Sio kama huyu hapa amekaa hapa nyumbani tu. Hazai wala afanye kitu chochote. Kazi ni kula tu na kunenepeana hapo ndani. Usimdanganye mwanangu kwamba ende akalitafuta la kulitafuta huko aniletee kijitoto hapa ndani. Mwanangu, jitulize, upate mume uolewe ndo ukaanzishe familia kwa mumeo. Asikudanganye huyo. Ndio atakuwa na akili na ndio watamuona watamuoa. Wanaolewa wengi wanaweza ni kwa sababu wanaijua maisha yakoje. Wakija nyumbani hizo kufanya ujinga. Ila wewe una kazi tu hapo utazekea hapo. Mwanao anatafutia ubaya mama. Naomba uongee naye. Nitamnyonga afe huyu. Wewe kama umeshindwa kumfundisha mtoto wako. Kabisa ngumi kwa mwanao, nitampiga huyu. Haya basi kula ulimu nene. Wewe ndo unasusa? Toka hapa. Kazi kufuga malasta tu. Kuolewa na utazeekea hapo. Hivi kichepe mwanangu. Ni lini mimi na wewe tutaongea tukaelewana? Kila siku wewe na mimi ni mtu wa kubishana na mimi tu. Napenda tu niongee. Ni kwa sababu gani lakini? Sasa mama, unataka nifanye nini? Kila nikija hapa hamna siku umeniacha nikakaa kwa amani. Kila siku unanitafuta maneno. Uongee na mimi ugombe, nikikujibu vibaya tu uanze kunilalamikia. Pale njia ambayo nitaona ni sahihi ndio nitakayoipitia. Na mimi nitapitia hapo hapo. Ndio maisha yangu na mimi yatakuwa vizuri kama kaka. Endelea kula wewe, umalize hapo, uingie ndani, uende ukajipodoe, uchukue wanja, lipostiki na kijora uvae. Wewe unasikia hapo sasa chakula. Sikuoni tena ulipofariki mama, wakaja ndugu wenye tamaa, na zile mali ulioacha walichukua. Sitatoa hizi sana hapa mezani, nitazikuta hapa. Kwa maana kuna mtoto wa kike hapa ndani. Siataki kuolewa. Kazi yake ndio hii hapa. Siku akishaolewa ndo atajua kuwa umuhimu wa ndoa ni nini. Mtoto wa kike anaacha meza chafu, alafu anataka mtoto wa kiume asafishe meza. Tabia gani hizo mnafunzwa? Kuna mganga kijiji cha pili. Safari kaanza mdogo, kabla hujafika mwili ukacha roho. Uzuri tulikupenda sana, we unajua, ila Mungu kakupenda zaidi. Tulikupenda sana mtafutaji, napambana, Mungu nilinde. Mtafutaji, mimi mtafutaji, natafuta niwe nacho. Hali imechachama, hali imekuwa ngumu, nikitafakari sina pa kwenda. Kila siku mawazo mwisho kukonda, ndio masinicho nazidi kuroga. Wazazi wananitazama, mimi ndio mlezi, nauza machungwa niwalisha familia. Ndugu wananisimanga na kunikejeli, eti we bwana una chako. Dunia mzunguko, maisha nyoni mafupi, kuwa na imani moja, usiwe kama karata. Muombe Mwenyezi Mungu, ipo siku utapata. Paka mtaani washanipa jina la mawazo, nawaza vitu vingi, nawapa watu vikwazo. Sometimes nasahau hata salamu. Je, kesho ikifika familia nitailishaje? Nahisi hata ningekunywa sumu au nikimbie kule mbali, ili janga nahisi limeniangukia machachani. Ni nani wa kumpa haya majukumu? Ni mimi yule nayepiga kazi ngumu.
muombe Mwenyezi Mungu utakacho, ipo siku atakupa utakacho, na ukipewa utakacho usichezee upatacho. Onana ndoto ya kufanikiwa, napambana sili mchana nitabarikiwa, shida za moto nimezidiwa, ila nakazana ukweli. Samahani kaka, samahani sana ndugu yangu. Bana, nianze kwa kujitambulisha. Bana, mimi kwa majina naitwa Nyota Mcheshi, sawa? Mcheshi. Lakini kwa majina ya utani huko kwetu huko Mbwinde huko wanapenda kuniita Chocha Shimo. Kazi kweli. Kikubwa kabisa na kilichokufanya mpaka unisimamishe hapa ni nini hasa? Sasa kaka, mimi ambacho nitaka nikwambie ni kama mimi niko katika tembea zangu, maana niko sina darogi kiufupi. Ni kama mtu anaenda sema ambao sijui. Unaelewana? Kwa hiyo nimezunguka kuanzia asubuhi mpaka muda hii ya mchana. Kiufupi tumboni naisikia hapako vizuri, hapako, kama pako emute. Si tuelewana? Kwa hiyo ambacho nilikuwa naomba unisaidie ndugu yangu, kama binadamu mwenzio, Mtanzania mwenzio, nilikuwa naomba unisaidie hata angalau chochote kitu nitie tumboni na mimi nipate kuipoza tumbo. Na kilichokuleta hapa Arusha hasa ni nini? Dada samahani. Najua siku ile nikukwaza sana. Najua uliumia mno. Lakini naomba tunisamee mama. Maana nilikuwa nimevurugwa sana, ndio maana sikufikiria chochote kile. Nisamee. Nishakusamee muda sana. Ila sasa jirekebishe. Acha kudharau watu. Ukiacha kudharau watu utaolewa. Mke wangu, umefuata nini hapo? Na mimi nikuulize, unafanya nini hapa? Sitaki kubishana na wewe. Sawa? Juzi nilikuambia nina mkutano na wazungu. Na ndo nimetoka juu kule Roshen namba 4 kwenye ukumbi wa mkutano. Wewe umefuata nini hapa? Afadhali hata roho yangu imetulia. Kawivu baba. Hujanijibu swali. Wewe umefuata nini hapa ICG? Mume wangu, kuna rafiki yangu amechukua ukumbi hapo juu. Wana sherehe, ndio maana niko hapa. Ndio hao wanaimba huko juu? Ndio. Sasa mbona hukuniambia kama unakuja kwenye sherehe? Wiki iliyopita si nilikwambia, lakini si ndio hii sherehe? Kumbe ndio mlikuwa mnaongelea ICG sote? Ndio. Unajua mawazo nayo yamekuwa mengi. Sasa unawaambia nini wale ambao wanatafuta hoteli za kufikia na kumbi nzuri? Mume wangu, mimi ninawaambia tu, mimi na mume wangu tulibugi kufunga ndoa uchochoroni. Jamani, huku SG Resort mambo ni moto, yani hautamani uondoke, hutamani mume wangu, au turudie kufunga ndoa. Unamaanisha tufunge ndoa upya tena? Hapana, ile ilishapita. Sasa cha kufanya, kwa sababu umetamani mazingira ya SG Resort, tuandae tu sherehe, alafu tutaifanyia hapa. Unaongea mume wangu. Tamaa mbele, mauti nyuma, hivyo nifunzwa na wazazi. Atacha watu siwezi karibia, nakupa nitacha umia, na ndugu na mapesa yao hawataki kunisaidia, pembeni na vicheko vyao hawakutaka kunisikia. Sema na nguo zimejaa viraka, mikono nyuma, mtaani najongea, yani sina msaada, ninapopita barabarani wanaongea.
natamani usiku iwe mchana na mchana iwe usiku, ila so Muumba. Yatapita ni majaribu au nimerogwa, hata nyumba sina, hata kibanda sina, nguo za kuwazima mpaka natia huruma, hata nyumba sina.